بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala, kadhalika kumsalia mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, hakuna budi kumhimidi Allah ambaye ametuwafikisha kufika muda huu baada al-maghrib, na kama alivyotangulia Sheikh Abu Nu'man Al-Harith hafidhahu Allah ta'ala, kuelezea kile ambacho takusudia kukifikisha kwa muda huu kwa lengo la kukumbushana, na jambo ambalo linapelekea tukumbushane baadhi ya mambo ambayo tutachagua, tuona kwamba hili lafaa kunasihiana kwa muda huu, ni kulingana na mazingira ambayo tunayo. Lakini min al-asafi shadid, katika masikitiko makubwa ni kwamba watu wengi sana hawazinduki, kama anavyosema Ali ibn Abi Talib, annasu niyamun idha matu intabahu, watu wamelala, watakapokufa watazinduka. Sasa jambo ambalo tutakumbushana kwa muda huu wa baada al-maghrib, yani baina al-isha au baina al-maghrib wal-isha, ahamiyatul waqti, umuhimu wa wakati. Tukisema umuhimu wa wakati ni huu ambao wewe umekaa kutokea muda huu mpaka pale tutakapokuwa tumemaliza kile ambacho tutakusudia kukumbushana kwacho, ni huo wakati. Wakati ni ule ambao unautumia kutokea asubuhi mpaka mida hii, ni wakati. Wakati ni ule ambao umepanga jambo lako kuliendea au kulitekeleza mpaka muda fulani, kutokea tarehe fulani au mwezi fulani au siku fulani au wiki fulani mpaka muda fulani. Huu ni wakati, huu ndio ambao tunakusudia. Mpaka hapo ulipofika wewe katika umri uliokuwa nao, ule wakati uliotumia mpaka hapo ulipo, ni wakati utakwenda kuulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala juu ya huo wakati wako, kwamba wakati wako umeutumiaje. Kwa hiyo tukielezea suala la wakati, kwamba umuhimu wa wakati, bila shaka kuna mambo hakuna budi lazima tuyataje.
Inawezekana ikawa mimi ni miongoni mwa watu ambao nakumbusha wakati, alafu ndani ya wakati huo nikawa napoteza wakati wa watu. Hili jambo linawezekana, na wala jambo alifichikani. Lakini kwa yule ambaye mwenye kupima mambo, ndipo tagundua kwamba hapa tupoteza wakati. Na inawezekana pia suala la wakati, ima baba akawapotezea wakati familia, akampotezea wakati mke, kadhalika watoto, au familia mke watoto wakampotezea wakati baba mwenye nyumba. Wakati mwingine mwalimu, sheikh, imam akawapotezea wakati wale ambao anaoongoza, au ikawa wale wanafunzi wanampotezea wakati mwalimu. Yani haya ndo maisha. Ikiwa wewe huthamini wakati, basi wakati utakuwa unakwenda wala hujali. Yale mambo yako unavyoyapangilia yanakwenda na ule wakati ambao unatakikana. Yani tunachokusudia sisi ni kutumia ule muda ambao wewe uliokuwa nao. Inawezekana jambo liko ulifanya ndani ya muda wa dakika 5 au dakika 10 ukalifanya siku 3, au ukalifanya siku nzima, alafu kiangalia natija yake haionekani. Huku ni kupoteza wakati. Huku ni kupoteza wakati. Kwa hiyo kuna mambo lazima uyatambue. Alafu ikiwa wewe ni miongoni mwa wale ambao wenye kupoteza wakati, badilisha utaratibu wako. Yani utumie ule muda sasa. Ikiwa wewe umetoka kwenu kuja kusoma, tekana utazame umekuja kusoma nini na umekusudia kukaa kwa muda gani. Lazima una malengo ili kutumia wakati, kwa sababu ndani ya ule muda ambao wewe unakusudia kusoma kuna mambo mengi yatakikana pia yafanyike. Pengine unasema mimi nitasoma tu mpaka kufa. Sawa, haujakatazwa hilo jambo, lakini kule kusoma mpaka kufa umeweka malengo. Na ndivyo ilivyo kwa mwanafunzi au talibul ilm, yatakana akusudie tafuta ilmu inal mahdi ila al-lahd, kuanzia utotoni mpaka kaburini, mpaka anaingia katika mwanandani. Kwa hiyo ikiwa ndivyo hivyo, wewe yatakana upambane, lakini tumia muda wako. Ule wakati unaokusudia kuutumia uweka malengo. Usije ukajikuta unapoteza wakati kusema mimi nasoma tu, alafu miaka inakwenda unasoma miaka 15 20, ulichokisoma pia kieleweki. Huko unapoteza umri. Yarhamukallah. Kwa hivyo lazima uweke malengo katika ule wakati unaotumia. Kwa mimi nasoma, lakini ndani ya kusoma kwangu nitasoma mpaka miaka kadhaa, alafu nitaoa au nitaendelea kusoma. Vinginevyo pia akili haitofanya kazi. Yani wewe utakuwa unasoma, alafu wakati huo ni azib, unafanya utawa, huwezi kusoma, utakuwa unapoteza wakati. Yale maumbile ambayo Allah amekuumbia kwayo, na wakati huo unahitajia maumbile yaendelee kuwa katika nafasi yake, basi yatakikana lazima ujipange ili utumie wakati vizuri. Inawezekana mwalimu akaingia darasani wanafunzi hakuna,
au anasomesha lakini wanafunzi akili zao hazipo, kupotezana muda. Na inawezekana pia mwalimu akaingia darasani ikawa ni story tu, pia ni kupoteza muda na watu wala hawajali. Kwa hivyo tunapoelezea suala la wakati, ni jambo muhimu sana kulitambua na kuliendea, kulifanyia kazi. Ayuha almuslimun, alwaqtu anfasun la ta'udu, wakati ni pumzi ambayo hairudi. Utapolezea wakati ujue kwamba ni pumzi ambayo umepumua dakika 5 nyuma, dakika 1 nyuma, sio unaupumua sasa ndio wakati wenyewe huo, kwa maana ile pumzi hairudi tena. Wasaatu ghaliyatun, na muda ni kitu ghali sana. Yani lazima ujue ughari wa muda. Waliyaumu ghanimatun, na siku ni ngawira. Ile siku ambayo wewe ukaidiriki, basi tambua ya kwamba hiyo ni ngawira. Fatuba liman shaghala waqtahu bita'ati Allah, basi kheri, pongezi kwa yule ambaye mwenye kutumia wakati wake katika toa ya Allah. Kitumia fursa, kajiwekea malengo kwa muda ambao uko nao sasa hivi, ambao unasoma ndio fursa. Itekana kile unachokisoma alafu unakifanyia kazi. Yani wewe wasoma, usitarajie kwamba usitegemee kwamba utafanyia kazi baada ya kusoma, utafeli. Lazima uanze sasa. Ndani ya ule muda unaosoma, unachokisoma unahakikisha unakifanyia kazi kimoja baada ya kingine. Na haya ukitaka kujua, tazama watu wengi ambao wamesoma dini, wengine wanafanya da'wa. Kuna mambo mengi ya mapungufu ambayo yanapatikana kwa sababu hawakuzilea nafsi zao katika wakati wakitafuta ilmu, wakati wanasoma. Kwa hiyo hawakuwa ni watu ambao wenye kutumia ili fursa na kuzitengeneza nafsi zao. Watazawudi lil-akhirah, kadhalika na akachukua zadi, akachukua masulufu kwa ajili ya akhira yake. Wama fatahu bil-laili tadarakahu bin-nahari, na yale ambayo yaliyompita wakati wa usiku bila shaka atayadiriki wakati wa mchana. Mtu yote anatambua umuhimu wa wakati. Ikiwa kuna mambo ambayo pengine alikuwa anatekeleza wakati wa usiku, kama qiyamul layl au kusoma mengineo katika ibadati, ikawa wakati wa usiku umempita, basi bila shaka atadiriki wakati wa mchana, atafidia kufanya matendo wakati wa mchana, ili mradi kwamba isimpite ule muda, usipite hivi hivi, lazima utumie. Allah anasema katika surati al-Furqan aya ya 62, wa huwa alladhi ja'ala al-layla wan-nahara khilfatan liman arada an yadhakkara au arada shukura. Wa huwa alladhi ja'ala al-layla wan-nahara, Allah ndiye ambaye alijalia usiku na mchana khilfatan, wenye kupishana, liman arada an yadhakkara au arada shukura, kwa yule ambaye anayetaka kukumbuka au ataka kufanya shukurani, shukuru kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Bila shaka atatumia hizo nyakati. Allah amejalia kuwa zinapishana.
usiku na mchana. Na katika hii dunia hakuna ambaye asijua kwamba sisi tunapita tu. Hakuna atakayebakia katika ulimwengu. Kwa lazima tukumbushane kuhusiana na kutumia fursa. Huwezi jua ni wakati gani, lini utaondoka duniani. Kwa lazima utumie fursa ambayo uko nayo. Na ndio pale Allah aliposema katika suratul Anbiya aya ya 34 ya kwamba wama ja'alna li basharin min qablika al-khulda, hatukujalia sisi kwa binadamu yoyote, kwa kiumbe yoyote kabla yako ya Muhammad kuwa ni mwenye kukaa milele. Allah akasema afa imitta fahumul khalidun, ikiwa wewe Muhammad utakufa, je wao watakaa milele? Kisha Allah akasema kullu nafsin dha'iqatul maut, kila nafsi itaonja mauti. Ay nafsul manfusa, nafsi ambayo inapumua lazima itaonja mauti. Wanabluukum bisharri wal khairi fitna, Allah akasema tutakujaribuni nyinyi. Kwa mambo ambayo ya uovu kadhalika na ya khairi kuwa ni mtihani, lakini Allah akasema wa ilaina turja'un, na kwetu sisi mtarejeshwa. Kwa Allah subhanahu wa ta'ala ndio marejeo. Bali Allah akasema katika surat Al-Mu'minun aya ya 115, afahasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turja'un. Afahasibtum, hivi nyinyi mwadhania ya kwamba annama khalaqnakum abathan, hakika hapana vingine tumekuumbeni hivi bure bure tu, wa annakum ilayna la turja'un, na hakika nyinyi kwetu sisi hamtorejea. Ila shaka tutarejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na tukirejea tukwenda kuulizwa katika yale ambayo itakana sisi tuyafanyie kazi, ambayo tumeamrishwa kwayo. Al-maghbunu man fatahu zar'u zaman al-badhr, na mtu ambaye aliyepata hasara ni yule aliyepitwa na mavuno wakati watu wanapanda, yeye anashughulisha na mambo yake, yafikia kwenda kuvuna, anachukua jumu kwenda kuvuna, au kapu au mfuko. Haya ukiulizwa enda vuna, umelima wapi? Huwezi toa jawabu. Fayuqibu dhalika hasaratan wa nadamatan, inampatilizia baada ya hapo masikitiko kadhalika na majuto. Yule ambaye asiyetumia muda wake, alafu watu wanapanda, yeye anashughulisha na mambo yake, watu wanakwenda vuna, achukua mfuko. Sasa haya ni katika mambo ya dunia, lakini mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala utaelekea, na pengine watarajia una malipo, hakuna ulichokifanya katika matendo mema. Fayaqulu qailuhum hina idhin, atasema msemaji wao wakati huo mbele ya Allah, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati, laiti mimi ningetanguliza mimi uhai wangu, maana ningetumia uhai, ningetumia fursa ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anipa mimi.
lakini mtu hatumii na wala hajali Surat al-Fajr aya ya 24. Alwaqtu aidan amanatullahi sailuka anhu, wakati vile vile ni amana ya Allah, na ujue kwamba utaulizwa juu ya wakati huu, kama jaa fi sunan at-Tirmidhi bisanadin sahih sahahu al-Sheikh al-Albani rahimahullah fi sahih at-Tirmidhi min hadithi Abi Barzah al-Aslami radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, Mtume sallallahu anasema la tazulu qadama abdi yawm al-qiyamati hatta yus'ala an umrihi fima afnahu. Mtume sallallahu anasema ya kwamba la tazulu qadama abdi yawm al-qiyama, hautobanduka unyayo wa mja siku ya kiyama, hatta yus'ala an umrihi fima afnahu, mpaka aulizwe kwanza umri wake vipi ameumaliza. Ule umri ambao Allah amekupa umalizaje wewe? Ndio wakati huo. Wa an ilmihi fima fa'ala fihi, kadhalika na elimu yake umeifanyia nini. Ikiwa wewe umepewa elimu, utaulizwa juu ya elimu yako umeifanyia nini. Allah amekupa umri, je, umri wako umeumaliza katika maasi, katika pombe, zinaa na mengineyo, kauchakaza umri wewe. Allah amekupa ilmu, elimu yako umeitumia katika nini? Je, uliifikisha? Ulifundisha wewe elimu uliopewa ukalingania umma, au ulipewa ilmu ili waambiwe kwamba una ilmu? Utakwenda kuulizwa mbele ya Allah. Sidhani kwamba niishie hivyo hivyo tu, kwa sababu ushapewa, ni amana. Na hapo ndipo panaingia kwenye mtihani kwamba leo watu wanalinganiwa na kuelekezwa katika misingi ya sawa, lakini hawako tayari kupita misingi ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anaridhia, na waache yale ambayo ni makatazo. Watu hawako tayari katika haya. Huku ni kuwapa mitihani wale ambao Allah amewapa ilmu, kile kiasi cha elimu zao, ya kwamba je, wasiseme kwa sababu watu hawataki kufata, au inakuwaje? Chukua mfano leo, marakiz kama hizi inakuwa hakuna tulab, wanafunzi ambao wamekaa kwa lengo la kusoma dini wanakuwa hawapo. Alafu tasawwaru sasa msikiti unakuwaje? Fanya taswiri ile kwamba hakuna wanafunzi, hawaamini wako wapi. Haimaanishi kwamba hawapo, wapo, lakini wengi wanashughulishwa, na wakiwepo ni wa kuhesabu. Vidole pia viishi, vidole. Kwa hiyo vidole pia viishi katika kuvihesabu kwamba hawa ndio waumini, lakini wapo. Shida nini? Ni kwamba watu wanashindwa kujua umuhimu wa wakati, na watu wakautumia ule wakati wao. Utakuta ile baina al-maghrib wal-isha watu wengi wanakwenda katika maskani, katika andia. Maskani ambazo zingine hazistahiki kukaa, lakini kwa sababu ashajiwekea kwamba baada al-maghrib lazima aende maskani, atakwenda kukaa maskani, atakaa tu. Mwingine atakwenda kutazama mpira,
ngine mambo mengine ambayo hayana faida, ni mambo ya kipuuzi, anatumia muda huo kufanya mambo ambayo hayana manufaa. Hao ndio waumini wa zama hizi tuko nao. Sasa Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema wa an ilmihi fima fa'ala fihi, mtu ataulizwa elimu yake ameifanyia nini. Wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqa, na mali yake, yule ambaye amepewa mali ajue atakwenda kuulizwa. Alafu mali usije ukatasawar ukaona kwamba mimi sina mali. Yani chochote ambacho Allah akakuruzuku katika senti ulionayo utakwenda kuulizwa. Shilingi ulipataje na ulitumiaje? Na majawabu yanatakikana ya sawa sawa. Kwa lazima uandae majawabu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqa, amechumaje mali yake na vipi ameitoa. Hii dini inahitajia mali, dini inahitajia elimu, inahitajia watu wawili hawa, mtu mwenye ilmu na mtu mwenye mali. Lazima vitu viwili hivi vikusanyike, patikane kwa pamoja ili dini ipate kwenda mbele. Ukitazama upande wa pili, katika upande wa mali ambao Allah amewaruzuku, ni wachache sana ambao wanautambua nafasi ya mali zao katika dini, chache sana. Na ukitaka kukosana na watu, waambie suala la mali, waambie suala la mali tu. Kila mmoja atakwambia hali ngumu, hali sio, hali hajakaa sawa, mambo sio mazuri, lakini mambo yake yanaenda. Huwezi kumsikia hata siku moja mtu anakuambia hali sio nzuri afu jambo lake likawa liendi. Ya utasikia hali sio nzuri katika dini, alafu wakati mwingine, wakati huo kuna walimu ambao wanasimamia dini. Hawa walimu wao hawastahili kuwa na pesa, sio? Tusikia watu wanasema sasa ustadhi inabidi mfanye subira, hali ngumu, lakini mambo yao yanaenda. Ustadhi anaambiwa fanya subira. Ustadhi umekosa subira, wewe unatusia subira sisi? Hivyo tukikwambia ukae hapa ulinganie utaweza? Tukupe dakika 5 tu usimame siku ya Ijumaa hapa kwenye membari, alafu uone kitakachokukuta. Sasa yule amepewa kile alichopewa afikishe, alafu na wewe umepewa katika mali, itoe mali yako. Yani katika vitu ambavyo watu wengi wamekuwa wako nyuma sana katika mali. Na ili uelewane na watu wenye mali, usiwaambie swala la kutoa. Wewe waache watoe watakavyojisikia, tuelewana sana. Lakini dini haiwezi kwenda, lazima tuwaambie. Bismillahirrahmanirrahim.